Nenda kwa Mdude ambaye alipotea. Mke wa Mdude anasema kabisa wale watu walikuja hapa wakajitambulisha kama ni polisi. Taarifa inavyokuja inasema kwamba wale watu sio. Inaleta kigumizi, inaleta ukakasi. Na ndo maana baadhi ya vyombo vya siasa vinapata nafasi ya kukisema Chama cha Mapinduzi kwa sababu chenyewe ndo chama tawala. Sio, umenielewa? Yani CCM wanasemwa kutokana na haya mambo kwa sababu wao ndo ambao wanatawala nchi. Sio kwamba wao ndo wanahusika na jambo hilo, la, ila wao ndo wanatawala nchi. Kwa maana hiyo wanayo nafasi ya kurekebisha haya, wanayo uwezo wa kurekebisha haya yanayoendelea na yanayotukia kwa raia na kwa namna moja au nyingine. Na mimi nina uwezo wa kusema kwamba Chama cha Mapinduzi ndicho kinachoruhusu watu wakiseme vibaya. Umeelewa? Kwa sababu wao si ndio watawala, watawala wa nchi. Matukio ambayo yanakuwa yanatokea alafu yanakaliwa kimya kwa muda mrefu kwa vigezo kwamba ushahidi na vitu vingine havijakamilika na au uchunguzi unafanyika, ndo sababu ya hao watu kusema Chama cha Mapinduzi. Umeelewa? Kwa nini? Kwa sababu wenyewe ndio wenye jeshi la Tanzania. Hao ndo wanashika dola. Ndio maana watu wanaenda kuzungumza. Lakini kitu kingine, tuepuke sana siasa za kuhamasishana vurugu. Umeelewa? Siasa, unajua hawa polisi ni watu ambao tunaishi nao mtaani. Hasa mwanasiasa ukienda kuhamasisha kuhusiana na kuchukuliana sheria mikononi, haitakuwa nzuri sana. Sio, umeelewa vizuri? Sawa, tuzungumze kwa hoja, kwa maana ya kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika jeshi la polisi tunaona kama linakaa kimya sana, halizungumzi, halisemi, na baadhi ya mambo ambayo ya kuumiza yanatokea kwa ndugu zetu, kwa raia. Sasa hii uhamasishaji huu ambao unafanyika au mazungumzo haya ambayo yanafanyika majukwani yao yanachujwa kidogo na hata vyama vingine vya siasa. Kwa sababu hatutaki sisi tufikie kama wako Kenya wamefika. Lakini pia kwa nini watu wanaweza kufika huko? Kwa sababu kuna baadhi ya mambo hayatekelezeki. Yani hayafanyiki. Umenielewa? Kuna baadhi ya mambo ambayo hayafanyiki. Wanasema hakuna haki ya kuzungumza kama haujafanya utafiti. Huna haki ya kusema kama haujafanya utafiti. Hapo peke yake ndo panairuhusu jeshi la polisi lituambie kile ambacho inaweza kutuambia, kwa sababu wao wamefanya utafiti, wamechunguza, wamegundua kwamba Kamila hakuwa polisi, Skawa hakuwa polisi, hawa ni wivu wa mapenzi umesababisha. Sasa unajiuliza, huyu mtu hakuwa polisi ila tunamuona anaenda kazini sehemu fulani ambako ni labda ni jeshi la polisi, ambako ni kituo cha polisi. Na zile picha kama nakumbuka zilitoka zikaonyesha hivyo. Inawezekana hicho ndio ambacho kinawapa shida sana wa Tanzania kwenye hivi vitu ambavyo vinatokea. Shida kubwa inatokea hapo. Kwa hiyo mimi nadhani uwazi na ukweli uwepo kwenye hili, yawezekana ikafanya ikaleta imani kwa wananchi kuhusu jeshi lao la polisi. Si umeelewa vizuri? Ikaleta imani hiyo ambayo inatakiwa iwepo, lakini vile vile wajitahidi kuwa watoaji wa taarifa haraka. Sababu matukio haya ambayo yanatokea yaanza leo, imeanza muda mrefu. Watu wanapotea, watu wanatekwa, wengine wanauliwa. Hayaanza leo wala jana, ni muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana baadhi ya vyama wanakuja kuzungumza haya ambao wanazungumza tunawasema kutokana na chama hicho kizungumza, wenda ni kwa sababu ya kuchoka kutokana na kile ambacho kipo. Lakini tuangalie namna sisi sote wa Tanzania, haijalishi chama cha siasa, mwananchi wa kawaida au jeshi la polisi au taasisi yote ya serikali, tunayo wajibu wa kulinda, wa kutunza amani ya nchi yetu. Morning Bantu.